إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الأحبة فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار أحبة بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa tunabudi kumshukuru Allah jalla wa ala kwa kutujalia kuamka salama, kwani kuna watu wengi walilala wakiwa wako salama lakini hawajaamka salama. Kuna walioamka wakiwa wanaumwa wagonjwa na wanajiandaa kwa ajili ya kwenda kutafuta dawa. Allah subhanahu wa ta'ala wafanyie wepesi ili waweze kupata dawa na kurudi katika hali zao za kawaida. Lakini kuna ambao walilala wakalala moja kwa moja, hawajaweza kuamka kabisa, wametangulia na wamekwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wanajiandaa kwa ajili ya mazishi. Kwa sisi kuamshwa salama na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika hii ni neema, na kwa neema hii tunatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pili, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuiswali swala hii ya subhi kwa jamaa. Kwa kweli hii ni neema, miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hii ya leo ni kuwezeshwa kuiswali swalatu subhi tena kwa jamaa. Hii ni neema kubwa, kwa sababu waislamu wengi wamepuzia swala, wanadharau ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hawajui ya kwamba ibada hii ndiyo itakayowasaidia katika maisha yao ya kila siku, lakini pia itawasaidia katika maisha yao ya kaburini. Swala itakusaidia na kukuweka vizuri katika maisha ambayo utaishi pale kaburini. Hakuna atakayeweza kukikwepa kifo, kwamba mimi sitokufa. Watu wote tutakufa, na kuna baadhi ya matendo ambayo yatatusaidia tutakapokuwa tuko pale kaburini. Miongoni mwa matendo hayo ni pamoja na ibada ya swala.
lakini pia swala itamsaidia mja siku ya kiyama tutakaposimamishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amali ya kwanza kuangaliwa na kukaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni swala. Ikiwa swala itakutwa imetimia, kwa hakika Muislamu huyo atakuwa ameokolewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia swala. Kwa hiyo yeyote anayetaka kwenda kuepushwa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ajipambe na sifa ya kuwa ni mwenye kuswali. Aone swala ni bora kuliko kila kitu. Swala ni bora kuliko usingizi. Swala ni bora kuliko mapumziko yako. Swala ni bora kuliko kazi zako. Inapofika wakati wa swala, simamisha kila kitu, nenda ukamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Inapofika wakati wa swala, achana na usingizi, ukamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Inapofika wakati wa swala, kama ulikuwa umepumzika, achana na mapumziko, nenda ukamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia pia kubaki katika kikao hichi cha kheri, kikao cha kusikiliza maneno ya dini. Katika vikao muhimu Muislamu kuvihudhuria ni pamoja na vikao vya kujifunza dini. Ukikaa katika vikao kama hivi, kuna faida nyingi zinapatikana. Ya kwanza, unapata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa muda wa dakika 20 utakazokaa, unapata malipo makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah angeonyesha malipo wanayoyapata watu wanaokaa katika vikao kama hivi, watu wote wangeacha kazi zao wakimbilie katika vikao kama hivi ili waweze kupata thawabu. Kuna shekhe mmoja anasema, lau bada linnasi thawabu majlisi ilmi la taraka kullu dhi shughlin shughlahu. Lau thawabu za kukaa katika vikao vya kielimu kama hivi, thawabu zake zingeonekana, zingeonyeshwa na Allah, kila mmoja akaziona, angeacha kila mwenye kazi yake. Watu wote wangekimbilia kuja kukaa katika vikao kama hivi ili aweze kupata malipo mengi, ili aweze kupata thawabu nyingi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah kukujalia kubakia katika vikao kama hivi, wallahi hii ni neema, na kwa neema hii kwa hakika Muislamu unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa tunaendelea kujifunza kitabu Sharhu al-Usul thalatha, leo tutaanza hapo sehemu ya 9 ambayo inasema wa dalilu qawluhu, na dalili ni kauli yake Allah aliposema wa anna almasajida lillahi, na hakika misikiti ni kwa ajili ya Allah, fala tad'u ma'a Allahi ahada, msiombe pamoja na Allah yeyote. Misikiti imejengwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu wasije wakawa ni wenye kuomba kitu kingine ndani ya misikiti kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Asharhu Sheikh Fawzan anasema, la yarda Allahu bimusharakati ahadin kaina man kana, haridhi Allah subhanahu wa ta'ala kushirikishwa na yeyote yule awaye. Allah hayuko tayari kushirikishwa naye. Wa hadha sarihun fil Qur'ani wa sunna, na jambo hili liko wazi katika Qur'an na sunna. Lakin liman yaqilu, lakini ni kwa yule atakayekuwa na akili zilizotulia, akili salama. Wayatadabbaru, na anazingatia mambo.
wayambudhu at-taqlid al-a'ma, na anakataa ule ufuataji wa kijinga. Anawafuata watu wakienda kwenye ushirikina, anawafuata wakienda kwenye mambo ya kibid'a, anawafuata wakienda kwenye mambo maovu, anafuata. Ufuataji wa kijinga anauacha na kuupuza. Wata'allulul batil, na sababu ambazo hazina msingi. Yaani utamkuta anafanya mambo ambayo hayako kisheria, ukimuuliza anakutolea sababu, lakini sababu hizo si sababu za msingi, ni sababu ambazo ni za batili. Wayatanabahu linafsihi, na akawa anazinduka yeye mwenyewe kwamba mambo haya hayafai kufanya, yanayotakiwa kufanywa ni haya. Kisha akasema wadalilu ala anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun, na dalili ya kwamba Allah haridhi kushirikishwa na kitu chochote. Allah haridhi kushirikishwa na yeyote, kaina mankana, yeyote yule awaye, ni kauli yake Allah aliposema wa anna almasajida lillah, na hakika misikiti ni kwa ajili ya Allah. Fala tad'u ma'a Allahi ahada, msiombe pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala yeyote. Almasajidu hiya buyutullah, misikiti ni nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya almawatinu almu'iddatu lis-salah, ni maeneo ambayo yameandaliwa kwa ajili ya kuswali. Msikiti yawezekana ikawa ni nyumba kama hii, lakini pia yawezekana watu wameafikiana hata kama ni chini ya mti kwamba tutakuwa tunafanya ibada yetu hapa, tutakuwa tunakutania hapa. Maeneo hayo yataitwa ni msikiti. Kwa msikiti ni sehemu ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya ahabbul biqa'i ila Allah, na misikiti ni maeneo yanayopendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya buyutu adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, na msikiti ni nyumba ambazo ameidhinisha Allah subhanahu wa ta'ala unyanyuliwe utajo wake na jina la Allah litajwe katika msikiti. Yajibu an takuna hadhihi almasajidu mawtinan liibadati llah, ni wajibu maeneo haya ya msikitini yawe ni maeneo kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ni maeneo ya ibada, ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu peke yake. La yahduthu fiha shay'un lighairi llah, lisizuliwe jambo lolote ambalo linakwenda kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yubna alaiha alqubur wal adriha, yasijengwe juu ya msikiti au yasijengwe karibu na msikiti makaburi, kwamba hapa itakuwa ni maeneo ya kuzika. Na makaburi vile vile yasije yakawekwa yale makuba. Hayo ni mambo ambayo aliyakataza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna baadhi ya maeneo ndani ya misikiti kuna makaburi, unaambiwa kwamba kaburi hili ni la sharifu fulani, kaburi hili ni la walii fulani, kaburi hili ni la imamu fulani, kaburi hili ni la shekhe fulani. Kabla hajafariki alihusia hivyo kwamba mimi nikifa nizikwe msikitini. Kuna msikiti mmoja na ufahamu, shekhe wake kabla hajafa alihusia kwamba azikwe kibla, akifariki azikwe mbele ya kibla, na akatoa sababu zake ambazo si za msingi, ambazo hazifai. Lakini baada ya kufariki watu wake kweli wakamzika mbele ya msikiti, mbele ya kibla,
yule shekhe amezikwa pale. Na misikiti mingine ambayo mingi, ukienda pwani misikiti hiyo ndio mingi, unaambiwa msikiti huu na kaburi, msikiti huu amezikwa fulani. Hayo yote hayafai. Watu wanatakiwa kuachana na mambo ya kuzika ndani ya msikiti au kuzika mbele ya kibla, hata kama mtu atakuwa amehusia. Sheikh anasema la'ana lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la'ana man fa'ala dhalika, kwa sababu mtume amemlaani atakayelifanya jambo hilo. Wa akhbara anna hadha huwa fi'lu al-yahudi wan-nasara, na ametufahamisha ya kwamba kitendo hicho cha kuwazika viongozi wa dini misikitini au katika sehemu za kiibada, kitendo hicho ni kitendo cha Mayahudi na Manaswara. Wanahana an dhalika fi akhir hayatihi, na mtume ametukataza sisi kulifanya jambo hilo katika mwisho wa maisha yake. Alikataza kwamba watu wasifanye hivyo. Wa huwa fi sakaratil maut, na yeye akiwa katika sakaratul mauti alikataza alayhi salatu wassalam. Alisema ala fahamuni inna man kana qablakum, hakika wale waliokuwa kabla yenu, kanu yattakhidhuna alqubura masajida, walikuwa wanayafanya makaburi ni misikiti. Watu wanazikwa msikitini, na jambo hilo halifai. Kwa hiyo yeye akaja akalikataza jambo hilo. Hadha biqawlihi yaquluhu wa huwa fi siyaq al-maut, maneno haya anayazungumza mtume, anatoa maelekezo haya na yeye akiwa katika sakaratul maut. Anasema ala fala tattakhidhu al-qubura masajida, jamani fahamuni vyema, msije mkayafanya makaburi ni sehemu ya kuswalia. Fa inni anhaakum an dhalika, hakika mimi nakukatazeni kufanya hivyo. Wa yaqulu sallallahu alayhi wasallama, na anasema mtume sallallahu alayhi wasallama, la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara, Allah amewalani Mayahudi na Manaswara. Kwa sababu gani wamelaaniwa? Ittakhadhu qubura anbiyaihim masajida, wameyafanya makaburi ya manabii wao ni misikiti. Falmasajidu yajibu an tutahhara min athari shirki walwathaniya, na misikiti ina wajibu wa kutwaharishwa na kusafishwa na kuepushwa na mambo ya kishirikina na mambo mabaya aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alla tuqama ala alquburi, na wala pasisimamishwe katika makaburi hayo, au yudfana fiha alamwat, au wasizikwe katika makaburi hayo watu waliokufa, baada binaiha, baada ya kuijenga msikiti. Bal takunu mawatinu ibadatillah, bali misikiti iwe ni sehemu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu, peke yake. Tuqamu fiha swala, zisimamishwe ndani ya misikiti swala. Wa yudhkaru fiha ismu Allah, na litajwe jina la Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya msikiti. Wa yutla fiha alquranu, na isomwe ndani ya msikiti Qur'ani. Wa tuqamu fiha ad-durusu an-nafi'a, na ndani ya msikiti zisimamishwe madarasa ambayo yana manufaa. Kuwa na madarasa ya watoto, kuwa na madarasa ya wazee, kuwa na madarasa ya kina mama, kuwa na madarasa ya vijana. Yani msikiti unakuwa uko busy kufundisha watu dini.
wanasoma hawa wanaondoka wanakuja wengine, wanasoma hawa wanatoka wanakuja wengine, wanasoma hawa wanatoka wanakuja wengine. Hii ndiyo kazi ya misikiti. Wa yu'takafu fiha lilibada, na watu hukaa ndani ya msikitini kwa ajili ya ibada. Wanakaa itikafu, kwamba mtu anasema nitakaa ndani ya dakika 20, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala anilipe thawabu kwa kukaa hizi dakika 20 msikitini. Au mtu ananuia kukaa nusu saa au lisaa lizima au siku nzima, kwamba anataka leo nikae katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala msikitini. Hadhihi hiya wadhifatul masajidi, hii ndio kazi ya msikiti. Amma an tuqama fiha awthanan tu'badu min dunillah, ama kufanyika mambo ambayo yanakwenda kinyume na maelekezo ya Allah, yanakwenda kinyume na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya misikiti, jambo hilo halitofaa. Fahadhihi laysat masajidu, misikiti ambayo kunafanyika mambo ya ajabu misikitini, hiyo itakuwa sio misikiti. Hadhihi mashahidu shirkin, hiyo itakuwa ni misikiti ambayo watu watakuwa wanashuhudia mambo ya kishirikina yakifanyika misikitini. Wa in samaha ahluha annaha masajid, hata kama watu wakaiita misikiti hiyo ni misikiti. Kuna baadhi ya maeneo kutokana na kuzungukwa na watu ambao hawana tauhidi, wakati mwingine msikitini unakutana na vitu vya ajabu. Wakati mwingine msikitini unaweza ukakutana na mahirizi. Ni msikitini unashangaa kwamba huyu alioleta hirizi msikitini ni nani? Kuna watu ambao wanakuja kufanya ushirikina msikitini. Kuna watu ambao wanakuja kufanya mambo ya ajabu katika misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah anasema wa anna almasajida lillah, misikiti ni kwa ajili ya Allah, ai la li ghairihi, misikiti si kwa ajili ya kitu kingine, ni ya Allah na kazi yake ni kuifanyia ibada. Wa li anna almasajida hiya mahallu ijtima'u an-nas, na kwa sababu msikiti ni sehemu ambayo watu wanakusanyika kwa ajili ya swala, watalaqihim, na watu kukutana, wanakutana mara 5 kwa siku. Fayajibu an takuna tahiratun minashirki, misikiti inatakiwa iwe imetwaharika kutokana na ushirikina, walbid'i, na mambo ya kibid'a, walkhurafati, na mambo ya kikhurafi. Lianna an-nasa yatalaqawna fiha al-ilma, kwa sababu watu wanapokea katika misikiti elimu. Walibada, na watu wanafanya ibada misikitini. Fa idha wajadu fil masajidi shay'an min ash-shirki wal khurafati, na wanapokuta msikitini kuna mambo yanafanyika ya ajabu, mambo kama hayo kama nilivyoyataja, nakuta mambo, kuna mahirizi. Kuna msikiti mmoja watu waliamka asubuhi wakakuta kibla hapo kwa nje kuna kondoo amechunwa, yuko hai, anahangaika hapo. Yaani mtu amekuja amefanya matambiko yake msikitini, mtu amekuja amefanya ushirikina wake msikitini. Mambo haya yako na watu wanayafanya. Mambo haya hayafai, watu wanatakiwa wakae nayo mbali. Fayajibu an takuna almasajidu mutahharatun minashirki, yatakiwa misikiti iwe ni yenye kutwaharishwa, iwe ni yenye kuepushwa na mambo ya kishirikina, kwa sababu misikiti ni kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na sio mahala pa kuleta hirizi za watu na kuja kufanya mambo ya kishirikina na watu kuja kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Na mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa darasa yetu kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala